mnaona ni diwani mteule wa kata ya Segese. Kitu ambacho kimenisukuma mimi kugombea hii nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ni kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, kwanza nimekuwa mtumishi wa serikali kwa muda mrefu, kupata miaka 30 wakati mbalimbali. Ndani ya utumishi wangu nimeishi sera za Chama cha Mapinduzi. Kwa moja ya nguzo, sababu kubwa iliyonipelekea kugombea nafasi hii, halmashauri inaijua na uchumi wote wa jimbo zima la Msalala, kwa maana halmashauri ya Msalala. Lakini sambamba na hilo, nimefanya kazi katika halmashauri ya Kahama ambayo imekuja ikagawanywa ikawa na halmashauri 3. Sasa kwa maana hiyo, sera ya Chama cha Mapinduzi imeielewa, changamoto zilizopo kwenye halmashauri ya Msalala nazijua, ikiwemo shughuli mbalimbali za wananchi. Sababu ya pili iliyonifanya mimi nigombee nafasi ya mwenyekiti, kuna mambo ambayo ninahitaji nimsaidie Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutimiza maono ambayo anayo. Moja ni kwamba halmashauri ya Msalala ni halmashauri yenye uchumi mkubwa, ina rasilimali nyingi, kwa maana ya kwamba tuna madini, mazao, kwa maana mpunga, dengu. Kwa ni halmashauri yenye mapato makubwa. Sasa kwa uzoefu wangu, kama nitapata nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri, mikakati mingi naielewa, ikiwemo kutengeneza miundombinu mizuri ya ukusanyaji wa mapato, ambayo mapato hayo ya ndani ndio yanaweza kupelekea shughuli zote za wananchi zikafanyika kwa ufanisi. Ikizingatiwa kwanza, mimi nimefanya kazi kata ya Bulyanhulu ambayo ina mgodi mkubwa ambao unachangia CSR, lakini bado kuna wachimbaji migodi midogo, migodi ya kati, migodi ya kawaida. Kwa hiyo mapato ni makubwa sana. Sasa kulingana na muda ambao nimefanya kazi serikalini, ninaamini kwa uzoefu wangu nitaitendea haki halmashauri ya Msalala kwa kuzingatia kwamba huduma zote ambazo zinalengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi naweza kuzisimamia, nikizingatia kwamba nafahamu njia zote, vyanzo vyote vya mapato, pamoja na kupokea pesa za serikali kuu ili kuweza kusimamia kwa ukamilifu kama sera ya Chama cha Mapinduzi inavyoeleza. Lakini sambamba na hilo, halmashauri yetu kwa sababu ina uchumi mkubwa, inatakiwa halmashauri iweze kubuni vyanzo vingine, ikiwemo kuanzisha miradi. Mfano, kwenye sera ya michezo, nimekuwa mwanamichezo, serikali ya Chama cha Mapinduzi inahimiza michezo ili vijana waweze kujiajiri kupitia michezo na kuongeza kipato. Nitahakikisha kama nikipata, lazima tuwe na uwanja wa michezo wa halmashauri kama sera inaeleza, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kupitia Mheshimiwa Rais walishatoa maelekezo kila halmashauri iwe na eneo la michezo. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba nitahakikisha kwa kushirikiana na baraza la madiwani, wakuu wa idara, kuhakikisha kwamba vitu ambavyo vinaazimiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama mwenyekiti ambaye natarajia kama nitapata nafasi ile, nitasimamia kwa ukamilifu kuzingatia sera ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza kwa kudadavua kila sehemu. Sambamba na hilo, eneo letu la Msalala ni eneo la kilimo, kwa maana kwamba tuna dengu, lakini ndani ya halmashauri, mfano kata ya Segese, nikiwa mtendaji kabla sijaingia kwa masuala ya kisiasa, nimehakikisha nimeandika andiko, tukapata benki, tukapata soko la dhahabu. Sasa kama umepata benki, kwa vyovyote lazima utafute wawekezaji. Kwa hiyo mimi nitaishauri halmashauri kupata wawekezaji wa viwanda vidogo ili waweze kubangua dengu na kupandisha soko la dengu, kwa sababu dengu inashuka bei ni kwa sababu ya kukosa miundombinu nzuri. Kuna wanunuzi wa dengu wanatoka Rwanda, kutoka Uganda,
wananunua mpunga unatoka Rwanda, unatoka Uganda, lakini dengu inaponunuliwa inapelekwa Dar es Salaam kubanguliwa. Lakini kupitia halmashauri, kama tunatengeneza mpango mzuri kupitia wataalamu, kwa maana wakuu wa idara, tunaweza tukatengeneza tukawa na center hapo down, dengu ikawa inanunuliwa na kubanguliwa pale pale, ili kumsaidia mwananchi na kusaidia kuhakikisha kipato kinapanda. Ameshatoa milioni 200 kwenye bajeti ambayo inaelekezwa na serikali na Mheshimiwa Rais, lakini halmashauri inatakiwa itenge bajeti ya 10%. Nikipata nafasi nitahakikisha kila mtu anapata kama ilivyokusudiwa na kuhakikisha hawa watu wanamuvu kutoka pale waende mbele ili kupunguza malalamiko yasiyo na msingi. Lakini sambamba na hilo, kwenye sekta ya afya, Mheshimiwa amekuwa wazi, sera ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza ya kwamba kwenye sekta ya afya nini ambacho kinatakiwa kufanya. Sasa mimi nitahakikisha katika kata 18 kuhakikisha tunatafuta njia ya kuweza kuwasaidia makundi mbalimbali. Unajua ile jimbo ni jimbo la wakulima na wafugaji pamoja na wachimbaji. Tuna maeneo ya wachimbaji ambao wanakaa kule wanapata na changamoto. Kupitia halmashauri tutatengeneza mfumo ambao unaendana na sera ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha hata wachimbaji wanahudumiwa afya inavyotakiwa, ikiwemo kuhakikisha kupata zile bima stahiki ambazo zinaelekezwa na Wizara ya Afya. Lakini sambamba na hilo, kuna sehemu ya niseme kwenye sekta ya umeme. Mheshimiwa ameshaagiza halmashauri yetu imeshapokea umeme kwa kila kijiji, hilo baki ni kuhakikisha kwa vitongoji. Sasa kupitia maelekezo ya serikali tutahakikisha ya kwamba watu tunawapa elimu kupitia wataalamu wanaohusika, kwa maana watu wa TANESCO ambao mara nyingi wanahudhuria kwenye kikao cha baraza, tunaelezana jinsi gani. Kwa ujumla tu baraza ambalo mimi kama nikiweza kupata nafasi hili itakuwa ni baraza la wazi la kukaribisha maoni kwa kila mtu, maoni kwa kila mwananchi, sambamba na kuhakikisha wenye viti wa vijiji na vitongoji katika sekta ya utawala bora kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kuondoa kero kwa wananchi kwa kuwashirikisha, kuhakikisha kwamba kila mwenyekiti anafanya kazi kama mujibu wa taratibu zinavyomtaka, kuliko kuwa na baraza alafu wenye viti wanafika mahala wanalalamika na nini. Lakini mimi ambaye nimefanya kazi hiyo ya kiutendaji naelewa ya kwamba wenye viti wanatakiwa wapewe nini, kwa maana halmashauri itahakikisha wenye viti wanapata posho zao kulingana na maelekezo ya serikali. Wenye viti wa vijiji watapata posho kama ili waweze kusimamia maelekezo ya serikali, ili tunapokuja kufanya tathmini kila kitu kiwe kimeenda sambamba. Lakini sambamba na hilo, makusanyo, halmashauri yetu ya Msalala katika bajeti ya miaka iliyopita wanakuwa baraza lina bajeti bilioni 6. Sasa mimi ambaye nimekuwepo pale kama mtendaji, ile halmashauri inatakiwa itoke kwenye bilioni 6 iende kwenye bilioni 8 mpaka 10. Inawezekana kwa sababu kazi ya baraza la madiwani ni kuhakikisha unaziba mianya ya upotevu wa fedha za serikali ili kumsaidia Mheshimiwa Rais.